Yeah. Hatuwezi tukakata tamaa kwa sababu tukingali wadogo sana. Yeah. Tukingali wadogo sana, sasa tukapambana sana. Yo, isho boy Ali Mkalad. Sasa kwa sasa niulize na kuletea nini na kuja kukufanyia nini muda huyu. Wewe sasa ambaye unakuja kuangalia video hii kutokea Chris TV. Kwa sasa niulize Ali Mkalad anakuletea nini na kinachofuata ni kitu gani? Hapa sasa ndio pale tunapoenda kuangalia mtu mmoja. Mtu mmoja ni nani? Oya chunga sasa uone mtu mmoja ni nani. Huyu sasa ndio ule mtu ambaye nilikuwa nimewaletea, mtu ambaye nimewambia kama sio mtu wa kawaida, heshima yako. Hujambo. Huyu sasa ndio ule mtu, sio mtu ambaye ni wa kawaida. Unasemaje? Salama kiongozi. Uko sawa? Uko sawa. Huyu sasa ndio mtu Mganalei. Ukisikia Mganalei ndio huyu sasa. Mtu ambaye sio mraisi. Unasemaje? Salama. Mambo ya Ghana mazuri. Mdogo mdogo. Nashukuru Mungu. Kabisa. Unaweza kuambia jina lako wafanzi wa Chris TV? Kwa jina langu, kwa jina ambao la mtaani, kwa jina ni Konde. Jina la mtaani masikia kama anaitwa Konde, alafu jina la uswazi ni jina gani? Jina la uswazi ambao nilizaliwa nalo. Yeah. Kwa jina la Kikristo ni Ndaikeza Boaz. Huyu sasa tunaye kwa sasa Ndaikeza Boaz ambaye tumekuja kuwaletea. Alienda Ghana, kutoka Ghana akarudi Burundi. Sasa atuambie mambo ya Ghana, mambo ya Ghana yakoaje? Maana sisi ambapo tuko hapa tunasikia kama nchi ya Ghana ni nchi iko kwenye level. Acha sasa atupe umaarufu wa nchi ya Ghana. Unaweza kutusimulia machache kuhusu nchi ya Ghana? Basi kuwapa utofauti ambao wa nchi ya Burundi na Ghana. Yeah. Yani utofauti ambao uko kwa hizi nchi mbili. Yeah. Maana kwa sababu wao pesa zao ni ziko juu sana. Kuzidi pesa ya Burundi. Maana kwa sababu kama 100 za pesa za Ghana tunaingia mwelfu 50 hivi za pesa za nyumbani. Nasikia kama tuko chini sana. Tukingali chini sana kwa kuhusu ambao kuna ni kuhusu kipesa. Ya, unasikia anakuambia kuhusu pesa ya Ghana na pesa ya Burundi ni kitu tofauti sana. Sasa level ya pesa ya Ghana unasikia kama iko juu kuliko pesa ya Burundi. Sasa huyu ni mtu ambaye tunamjua kwa kingine ni mtu ana focus sana kuhusu maisha. Ni kweli ama sio kweli? Ni ukweli. Huyu ni mtu ambaye ana focus sana kuhusu maisha. Wewe sasa kama unaangalia video hii, wewe ni kijana, jua focus kwa maisha ni nini. Hapo sasa acha tusimulie machache kuhusu kitu cha kufocus kwenye maisha. Basi kitu cha kufocus kwenye maisha, yeah. Sababu tukingali wa vijana hatuwezi, yeah. Cha kwanza tuwezi tuka give up. Yeah. Tuwezi tukakata tamaa. Unajua kuna watu ambao hawajui never give up. Unaweza simulia wadogo wajue never give up. Never give up. Yeah. Yani kwa mfano kwa sababu tukifafanua ambao tunaweza tukatoa maneno mengi. Yeah. Ni kwamba yani nikifafanua vizuri, tusikate tamaa. Ya, unasikia kama anakuambia wewe unajua wewe ni mbunifu, wewe unajua kama unaweza kufanya kitu chako kikaenda sawa, usikate tamaa. Ndio ile never give up. Never give up. Sasa wewe kama ni wanaume ama msichana, yoyote unajua una focus kwenye maisha, never give up. Anakuambia never give up. Sasa never give up, usikate tamaa. Unasikia? Sasa kingine ambacho tunataka atusimulie ambapo ulipoenda Ghana, si ndio hivyo? Najua kwenda mwenyewe. Unasikia? Kuna wengine matumizi ambayo mlikuwa mnaenda kule, mnajua kuna chenye mnaenda kufanya. Unasikia? Kwa kuwa sasa wewe ulienda Ghana ukarudi, ni kitu gani unaweza kusimulia wanaume wa Burundi ambao wanatamani kwenda katika nchi zingine ili na wenyewe waende kufanikisha kama gisi wewe ulivyofanikisha? Basi kwa hicho kitu ambako kutoka nyumbani na ni vizuri sana. Yeah. Kutoka nyumbani ni vizuri sana kwa sababu wanasemeaga wazee walikuwa wanatusimulia hivi. Yeah. Tembea uone, kuambilia kuna ongo. Maana wewe nikija nikikusimulia na ukingali hapo, kwa sababu nikifika hapa na wakati tunazurana, yani utanichukulia poa, lakini kuna zingine akili timamu na kwa niko nazo, kuna zingine fikra na kwa niko nazo yani. Unasikia anakuambia wewe kama unajua umekaa kwenye nchi yako ya Burundi, afu una ubunifu wa kwenda kutafuta maisha ama hauna, lakini mwanaume ni kuwa na ubunifu wa kwenda kutafuta maisha kwenye nchi nyingine. Sasa huyu mlikuwa naye kwa sasa ni Ishoboy Ali Mkalad akiwa na
Tunaongea sasa, usisame jina kidogo kidogo, inabidi ongea na watu wakusikia. Si unajua kama ni Mnyamwezi Konde. Mnyamwezi Konde. Unasikia sasa, Chris TV ilikuwa imeletea mtu mmoja ambaye anaitwa Konde. Konde Mganale, si ndio hivyo? Sasa kwa sasa, wapendwa wa Chris TV, nimetaka wafungashie kaneno, ambapo kaneno ka mwisho. Kaneno ka mwisho naweza nikawaambia ambao wenyewe wataangalia nani hii video. Maana kwa sababu wa vijana hivi ni watu ambao tunakata tamaa sana. Hatuwezi tukakata tamaa kwa sababu tukingali wadogo sana. Tukingali wadogo sana, sasa tukapambana sana sababu tutafika tu. Sikia sasa, huyu ni Konde anayesema kama wewe kijana usikati tamaa. Na wewe kama umefungua video hii, wewe ni kijana, sikia, usikati tamaa. Sasa acha nishukuru nyinyi wote wapendwa wa Chris TV, ambapo sasa tunamalizia mchekecho wetu hapa. Yo, isho boy Ali Mkalad. Kwenye nyuma ya kamera tukiwa na Kamsoba, na kwenye masuala ya ufundi wa masauti ni Kamsoba akiwa na The Goldman. Sasa we ambapo umeangalia video hii, usisahau subscribe, like, share and comment.